بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. قال الباب 19 إحياء الموات. Leo tunaanza mlango wa 19 kwenye kitabu al-Muamalat. Kati ya milango 23 iliyokusanywa chini ya sehemu hii ya fiqhul muamalat. Ihya'ul mawat maana yake tutakuja kuona kwa undani zaidi kwa yale ambayo tutaendelea kuyasoma, lakini kwa mukhtasar inakusudiwa kufufua ardhi iliyokufa, wakikusudia ardhi iliyotelekezwa ambayo haijawahi kumilikiwa na yoyote kwa njia rasmi au kwa njia ya ada na mazoea. Kwa hiyo ardhi hii inawezekana mtu akaihuisha kwa kufanya chochote ambacho kinazingatiwa kuwa ni katika kuhuisha ardhi. Suala hili linazungumziwaje kisheria na hukumu zake ni zipi? Hiki ndicho ambacho leo tutaanza nacho insha Allahu taala. Qala wa fihi masailu, na chini ya mlango huu kuna vipengele kadhaa. Almas'alatu alula, kipengele cha kwanza, fi ma'nahu wa hukmihi, ni kipengele kinachoeleza maana ya ihya'ul mawat pamoja na hukumu ya sala hilo kwa ujumla wake. Nini maana ya ihya'ul mawat, lakini ni ipi hukumu ya kisheria kuhusiana na suala hili? Hiki ndio kipengele cha kwanza. Kwa hiyo kipengele cha kwanza kina nukta mbili. Nukta ya kwanza maana ya ihya'ul mawat, nukta ya pili hukumu ya suala hilo. Tuanze na nukta ya kwanza. Qala ma'nahu, nukta yenyewe ni kueleza maana ya ihya'ul mawat. Qala almawatu lughatan, neno almawat katika lugha ya Kiarabu huwa ma la ruha fihi, ni kila kitu ambacho hakina roho, ni kila kitu kisichokuwa na uhai ndio kinaitwa almawat. Walmuradu bihi, lakini kusudio hapa la neno almawat, al-ardhu allati lam tu'ammar, ni ardhi ambayo haijawahi kuimarishwa, haijawahi kutumiwa kwa matumizi yoyote, si kilimo, makazi au mfano wake. Wala malika laha, lakini pia ni ardhi ambayo haina mmiliki rasmi. Kwa hiyo neno almawat linatumika kwenye mlango huu, ardhi ambayo haijawahi kuimarishwa wala haijawahi kumilikiwa. Wa fil istilahi, lakini maana ya kisomi na kitaalamu, qala huwa al-ardu al-munfakka 'an al-ikhtisasat wa milkin ma'sum, ni ardhi ambayo haina umaalumu kuwa ni ya mtu fulani wala haina umiliki wa moja kwa moja. Si ardhi iliyotengwa labda kwa matumizi ya umma. Al-ikhtisasat haina umaalumu wowote kwamba hapa labda itakuwa ni makaburi au serikali imetenga kwa ajili ya kitu fulani, haijatengwa kwa ajili ya suala lolote. Wa milkin ma'sumin, wala haina umiliki wa mtu yoyote. Sababu inawezekana ardhi haimilikiwi na mtu lakini imetengwa kwa ajili ya matumizi ya umma, hiyo haingii katika almawat. Kwa hiyo almawat ni al-ardhul munfakka 'anil ikhtisasat, ni ardhi ambayo haina mahusiano na matumizi maalum. Wa milkin ma'sum, wala ardhi hiyo haina umiliki. Qala fa huwa al-ardhul kharab, kwa mukhtasar ni kama vile ardhi iliyohamwa, allati lam yajri 'alayha milkun li ahad, ambayo haijawahi kumilikiwa na yoyote.
walam yujad fiha athar imara, na wala hapajawahi kuwa na athari ya kuimarishwa, kujengwa au mfano wake. Au wujida fiha atharu milkin wa imara, au inawezekana ardhi hiyo kuna athari ya kuimarishwa na kumilikiwa, walam yu'lam laha malikun, lakini mmiliki wake hajulikani. Kwa hiyo ardhi hii iliyohamwa, kwa maana haijawahi kumilikiwa wala kuimarishwa, au iliwahi kumilikiwa na kuimarishwa lakini hakuna athari ya chochote na wala hajulikani nani aliyewahi kuimiliki, hii ndio inaitwa al-ardhul mawat, ardhi iliyohamwa, iliyokufa, isiyokuwa na mmiliki. Tutakuja kuzungumzia hapa mbeleni kwamba sasa hivi ukiangalia kama Tanzania, ardhi isiyomilikiwa na Mtanzania mmoja mmoja inamilikiwa na serikali ya Tanzania. Je, mtu anaweza kujimegea kipande kwa muktadha huu kwamba nimepita huko porini, simjui mwenyewe, naamini hakuna watu, nikamega kipande nikajimilikisha kwa kulima au kufanya chochote? Je, inawezekana? Kwa hiyo hapa itakuja mitazamo kwenye baadhi ya dalili kwamba je, hii ni mitazamo ya kikanuni au ni mitazamo ya kisheria. Lakini hapa kwenye nukta ya kwanza tumejua maana ya almawat, kwamba ni ardhi ambayo haijatengwa kwa ajili ya matumizi maalum wala haina umiliki unaojulikana. Hukmuhu wa adillatuhu, hukmu ya ardhi kama hii na dalili juu ya hukmu hiyo. Qala wal aslu fihi, na asili kwenye hili la kuhuisha ardhi za namna hii, qauluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun. Man ahya ardan maitatan, yoyote atakayehuisha ardhi iliyokufa. Ardhi iliyokufa ni ipi? Ni hii ambayo tumeeleza, haijatengwa kwa ajili ya matumizi maalum wala haina mmiliki. Hii inaitwa ardhi mfu. Man ahya ardan maitatan, atakayehuisha ardhi mfu. Inahuishwaje? Tutakuja kuona. Fahiya lahu, hiyo ardhi ni yake, ni mali yake. Kwa hiyo je, Mtume aliyesema haya kwa kuzingatia sheria ya Allah au kwa kuzingatia kanuni ya nchi husika? Kama tulivyoeleza, nchi nyingi ikiwemo Tanzania labda zina utaratibu wake katika kumiliki ardhi. Huwezi ukajimegea tu kipande cha ardhi ukasema hiki ni changu. Hata kama atakosekana mmiliki wa awali, mwisho wa siku itarudi kwa mmiliki wa asili kwa mujibu wa nchi, ambapo ni serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kwa Tanzania. Kwa hiyo je, wewe utakuwa na uhalali wa kumiliki kwa mujibu wa sheria au halali huu lazima usimamiwe na nchi kwa mujibu wa kanuni? Qala wa laysa li'irqin zalimin haqqin, na wala jasho la dhalimu halina haki. Jasho la dhalimu halina haki. Qala wal irqu dhalim, na mshipa na jasho la dhalimu mfano wake au maana yake nini? Qala an yajia ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghayru, ni mtu kuiendea ardhi ambayo ilishahuishwa na mwingine, fayaghrisu fiha au yazra'u, akapanda au akalima kwenye ardhi hiyo, liyastawjiba bidhalika al-ardh, ili apate nguvu na yeye ya kumiliki ardhi hiyo. Huyu hata kama kamwaga jasho, hata kama kaminyana, hata kuwa na haki yoyote, kwa sababu tayari kuna aliyemtangulia katika kuimarisha na kuihuisha ardhi hiyo. Kwa hiyo mshipa na jasho la dhalimu halina haki kwa maana hii kwenye ardhi. Yule aliyekutangulia basi ndiye mwenye haki ya kumiliki. Wewe uliyekuja baada dhalik, hata kama kuna vitu utafanya, basi uisabiki kuwa ni mmiliki wa ardhi hiyo. Maagizo haya aliyatoa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wakati huo aliyatoa akiwa kiongozi anayesimamia sheria, anayesimamia kanuni za uongozi na utawala. Ndio maana hapa wanazuoni wanakhtalifiana kwamba je, Mtume hapa aliyasema kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa kanuni? Yani kayasema kwa sababu yeye ni kiongozi ndiye anayetawalia hilo, au kayasema kwa kuwa sheria ya Allah iko hivyo? Kama nitakuwa nimeeleweka kwenye swali,
ikiwa na maana hii. Mfano, nchi zinazoongozwa na taratibu za kisheria hazina namna ya kubadilisha mwongozo huu, kwamba yoyote atakayetangulia kwenye ardhi iliyohamwa akaihuisha ardhi hiyo kwa namna yoyote, sheria ya nchi hiyo inatakiwa izingatie kuwa huyu ni mmiliki. Au ni masala yanayorudi kwenye kanuni, kwa maana serikali imejiwekea utaratibu gani. Kama imeweka utaratibu huu, ukihuisha ardhi ambayo imekufa, hiyo ni yako, basi itakuwa yako. Wapo waliosema hivi, wapo waliosema hivi, lakini asili kwenye hili jambo tunarudi kwenye utaratibu uliopo kwenye nchi husika. Sasa kama inasimamia utaratibu wa Kiislamu na ikadhibiti utaratibu huu, hii itakuwa ndio hukumu. Lakini kwenye nchi zetu haiko hivi. Huwezi ukaenda kwenye ardhi fulani unaona kama vile haina mwenyewe, ukaweka makazi pale ukathibitisha kuwa ni yako. Hapana. Inawezekana likatangulia hilo, lakini ili ionekane ni yako lazima uje urasmishwe. Ndio maana tuna utaratibu wa kurasmisha makazi. Inawezekana watu walitangulia kwenye ardhi ya namna hiyo, serikali labda ikaona inafaa hapa yawe makazi ya watu, basi itarasmisha kupima vile viwanja na kuweka taratibu za miundombinu, kama hapa itakuwa open space, hapa itakuwa makaburi, hapa itakuwa nyumba za ibada, hapa itakuwa sehemu za michezo wa ghairi dhalik, ili kila anayekuja anakuta tayari ramani ipo. Kwa hiyo jambo hili, pamoja na kuwa sheria ya Allah iko hivi, lakini mwisho wa siku tunaangalia nchi husika imeweka utaratibu gani, kama alivyosema baadhi ya wanazuoni hasa wa zama hizi, akiwemo Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala. Lakini wakati wa Mtume na viongozi waliokuja wakubwa katika kusimamia Uislamu, kanuni yao ilikuwa ni hii: ardhi ni pana. Kuna ardhi kiongozi wala hajawahi kufika wala haijui. Kwa hiyo wanakuja watu wawili, huyu anasema yangu na huyu anasema yangu, kwa mfano. Kwa hiyo anayeangaliwa ni nani aliyetangulia pale katika kuimarisha na kuihuisha ardhi hiyo. Aliyetangulia, basi hiyo ardhi ni yake. Aliyekuja baada dhalik si yake. Inawezekana utaratibu huu pia unatumika kwenye nchi zetu, kwa maana kuangalia panapokuwa na mzozo kati ya wawili, ni nani wa kwanza aliyetangulia pale, na huyo wa kwanza, je, alitangulia kwa haki au alitangulia dhulman? Kama alitangulia kwa haki, hadithi hii wanaifanyia kazi: man ahya ardan maita fahiya lahu, atakayehuisha ardhi iliyokufa basi ardhi hiyo ni yake. Qala, wanasema وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم, na huenda mara nyingine kuihuisha, kuimarisha ardhi iliyohamwa ni jambo linalopendeza. Labda inawezekana pale yakapatikana mahitaji ya watu, wanyama, pamoja na vitu vya kuwanufaisha. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam alipowahi kusema: man ahya ardan maitatan falahu fiha ajr, yoyote ambaye atafufua, atahuisha ardhi iliyokufa, basi ana malipo kwenye hilo alilolifanya. Qala wa ma akalahu alawafi. Alawafi jam'u alafiya walafi, na alawafi wanasema kullu talibi rizqin min tayrin au insanin au bahima. Kwa hiyo alawafi ni msamiati uliokusanya viumbe hai. Wama akalahu alawafi, na kile kitakacholiwa na viumbe hai kwenye ardhi ulioimarisha, fahuwa lahu sadaqa, hii kwako inakuwa ni sadaqa. Hii ni kuonyesha istihbabu ihya almawat. Labda umehuisha ardhi kwa kilimo, binadamu majirani na eneo lile wakanufaika, ndege wakalakala pia, na wanyama wengine pia wakala, kama ni hayo magugu au mfano wake, kwako hii inazingatiwa kuwa ni sadaqa. Wa anta bisihhati niyatika maajurun inda Allah azza wa jalla, na wewe kwa nia yako safi ulionayo, basi utalipwa mbele ya Allah azza wa jalla kwa khairi hii ulioifanya. Kwa hiyo wanazuoni wanasema, kwa mujibu wa hadithi hii tunaona kwamba ihyaul mawat ni amrun mustahab. Kuhuisha ardhi zilizohamwa ambazo haziko hai, hazina mmiliki, ni jambo ambalo linapendeza na linafaa na ni jambo zuri mbele ya Allah azza wa jalla, kwa mujibu wa hadithi hii ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mara nyingine inatokea serikali zinagawa ardhi kwa raia wake, ima kwa bei nafuu au zinagawa bure.
Hii inategemea na maeneo na mpango wa serikali uliopo. Mijini ni nadra sana kugawa bure. Mijini inauzwa tena kwa bei iliyochangamka, lakini vijijini hii inatokea mara nyingine kwa bei nafuu kabisa, lakini unapewa sharti kwamba tunakupa hii ardhi ndani ya miaka 2, kama hujafanya chochote tunakupokonya. Lengo nini? Lengo uimarishe ile ardhi kwa chochote. Kama ni ardhi ya makazi, basi uanze walau msingi. Kama ni matumizi tofauti, pia ionekane kuna kitu fulani umefanya au ulikuwa na nia ya kufanya kitu hicho. Kwa hiyo swala hili ni swala ambalo linaweza likapendeza pale ambapo kile ambacho unakifanya pale kinaleta manufaa kwa jamii iliyopo maeneo hayo. Almas'ala athania, kipengele cha pili, shurutuhu wa ma yahsulu bihi, masharti yake na yale mambo ambayo yakifanyika basi mtu anazingatiwa kuwa amehuisha ardhi. Qala yushtaratu li sihhati ihya almawati shartan, kuna masharti mbili yametajwa na wanazuoni kwamba ili uwe umehuisha ardhi ni lazima haya mawili yapatikane. Haya jamani tunaeleza kwa sababu nilikuwa ni kanuni zinazofanywa kazi wakati huo, wakati wa mtume na makhalifa waliokuja na viongozi wa Uislamu waliokuja baada dhalik. Hii ilikuwa ndiyo kanuni yao na hii ilikuwa ndiyo rejea yao. Na kuna mengi yanatajwa kwenye mlango huu yenye mahusiano na zama za Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo yushtaratu li sihhati ihya almawati shartani, kuna masharti mawili ili kuhuisha kwa ardhi kuzingatiwe kuwa ni sahihi. Sharti la kwanza, annahu lam yajri ala al-ardi milku muslimin, iwe kwenye ardhi hiyo au kipande hicho cha ardhi hakijawahi kumilikiwa na Muislamu yoyote. Hakijawahi kumilikiwa na Muislamu yoyote. Fa in jara dhalika, kama hilo liliwahi kutokea, kuna Muislamu aliwahi kumiliki hicho kipande, haruma at-ta'arrud laha bil ihya'i, ni haramu kuingilia hiyo ardhi ukaihuisha kwa madai kwamba ni yako, illa biidhni shar'iyyin, isipokuwa kwa idhni nyingine ya kisheria, uidhinishwe na mamlaka zilizopo. Kwa sababu kiasli kana kuna mtu aliwahi kumiliki akafariki, hiyo ardhi inakuwa ni haki ya warithi wake. Sasa inaweza kutokea mtu kafariki labda hajulikani, au anajulikana lakini hana warithi, kwa hiyo inarudi kwenye miliki ya sheria. Sheria inaweza kukuidhinisha wewe mwingine, lakini ardhi ambayo tayari iko kwenye mkono wa mtu, wewe hutakiwi kuingia sehemu hiyo, kwa sababu utatengeneza mzozo na ugomvi. Hili ni sharti la kwanza. Sharti la pili, ayakuna almuhyi musliman, inatakiwa yule ambaye anaihuisha ardhi hiyo awe ni Muislamu. Fala yajuzu ihya'u al-kafiri mawatan fi dari al-islam, haifai kwa asiyekuwa Muislamu kukamata kipande cha ardhi akakiimarisha akakihuisha tena kwenye ardhi ya Waislamu. Haifai hiyo kwenye dola ya Kiislamu. Hata kama kuna ardhi inaonekana ni mahjura min almawat, wenye mamlaka na nguvu ya kuhuisha hiyo ardhi ni Waislamu wenyewe kwenye dola yao. Ama wale wasiokuwa Waislamu hawana mamlaka hiyo na wala hawana nguvu hiyo kisheria. Hii pia ni kanuni nyingine inayosaidia katika kutatua mizozo. Wamekuja wawili, Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Huyu asiyekuwa Muislamu anasema kawahi huisha ile ardhi, na aliyekuwa Muislamu kaja baada dhalik. Sisi huyu wa pili ambaye ni Muislamu tutamzingatia ndio wa kwanza, kwa sababu huyu wa kwanza hakuwa Muislamu, amepoteza sharti na vigezo. Qala wa yahsulu al-ihya'u bi umuri, na huku kuhuisha ardhi kunatokea pale panapotokea mambo kadhaa. Hapa imetajwa mambo matano. Akasema la kwanza, idha hatahu bihaitin mani'in, pale atakapozungushia fensi madhbuti. Mimma jarat bihi al'adatu, zile fensi ambazo kawaida watu hutumia fensi hizo kuonyesha kwamba hiki kipande kina umiliki. Kwa hiyo kama ni sengenge, hewallah; kama ni ukuta, hewallah; kama ni katani, hewallah; kama ni migunga, hewallah; kama ni maua, hewallah, kwa mujibu wa
urfu na mazoea ya watu. Ukienda vijijini sehemu nyingi fensi zao labda ni katani au maua au hata miti tu, wenyewe wanajua wanavyoeka inatengeneza ile fensi kwa mujibu wa mazoea yao. Kwa hiyo inawezekana mtu amekuta kipande cha ardhi ambacho ndio almaita, kimehamwa, ni ardhi mfu, akafanya hilo, akaipiga fensi ile ardhi kwa namna yoyote ambayo watu wanajua hii ni fensi kwa mazoea ya maeneo hayo, basi huyu anahesabika kuwa tayari ameshaihuisha ardhi hiyo, ni yake hiyo. Qala idha hatahu bihaitin mani'in, pale atakapo izungushia fensi kizuizi madhubuti kinachozuia na kuonyesha kwamba huku kuna umiliki, mimma jarat bihi al'adatu, ile fensi ambayo ni kawaida ya watu maeneo hayo kutumia fensi hiyo, faqad ahyahu, basi huyu anahesabika amehuisha ardhi hiyo. Ushahidi liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, man ahata haitan ala ardhin fahiya lahu, yoyote atakayezungusha fensi kwenye ardhi, basi ardhi hiyo ni yake. Haya sasa hivi hayapo kwenye nchi zetu. Haiwezekani ukakuta tu ardhi ukajenga ukuta, ukiulizwa hii ardhi yangu, kwa sababu ilikuwa haimilikiwi na yoyote, utambua hiyo ni mali ya serikali. Je, serikali imekupa? Lakini kwa wakati huo ambapo ardhi haijatengewa matumizi maalum wala haijawahi kumilikiwa, Muislamu alikuwa anaweza akafanya hivyo madamu tu ana uwezo wa kuihuisha ardhi hiyo. Wa ila niambieni, mashamba ya masahaba labda katika mji wa Madina waliuziwa na nani? Yale ambayo yalikuwa hayajatiwa mkono wa mtu au hayana mkono wa mtu. Mtu alikuwa anajimegea tu kwa hapa pa kwangu, na akishatangulia kweli inakuwa ni pa kwake, anafanya kile ambacho anakifanya. Lakini hata makazi kadhalika, mtu alikuwa anaamua tu hapa mpaka hapa ndo naweka nyumba yangu kwa kadiri ya uwezo wake. Lakini ile ardhi ambayo ilitangulia kumilikiwa, ili wewe uipate, utaratibu unajulikana, ima ni kuuziwa, kupewa au mfano wake. Kwa hiyo hili ni la kwanza, atakayelifanya kwenye ardhi mfu, hiyo ardhi atakuwa amehuisha na itakuwa ni yake kwa mujibu wa hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam, man nahata haitan ala ardhin fahiya lahu. Jambo la pili, idha hafara fil ardi almawati bi'ran, pale ambapo atachimba kisima kwenye hiyo ardhi mfu, ardhi iliyokufa, iliyohamwa hiyo. Fawasala ila alma'i, akachimba mpaka akafika kwenye maji, faqad yahyaha, huyu anahesabika tayari amehuisha ardhi hiyo, kwa sababu mpaka umechimba kisima ina maana una malengo na ardhi hiyo. Qala wa illam yasil ila alma'i, lakini kama atachimba alafu asifike kwenye maji, fahuwa alahaqqu min ghairihi, huyu atakuwa na haki kwenye kumiliki kuliko mwingine yoyote. Anaweza akaja mwingine akasema mimi naichukua hii ardhi, wewe umechimba lakini hujafika kwenye maji, amadamu mimi nimetangulia kuchimba, hata kama sijafika, panapotokea mwingine anakitaka, huyu ambaye ashaanza kuchimba ana haki zaidi. Hii pia inatusaidia kwenye maamuzi panapotokea kitu cha namna hii. Qala wakadhalika law hafara fiha nahran, lakini hukumu ndio hiyo hiyo lao itatokea atachimba mto. Yaani labda sehemu kuna maji yanapita, akachimba pale, yawe yanapita pia kwenye hiyo ardhi. Na mara nyingi wanafanya hivi kwa lengo la kulima, ili wapate wepesi wa kupata maji ya kumwagilia. Hili ni jambo la pili, kuchimba kisima kwenye hiyo ardhi. Jambo la tatu ambalo kupitia hili unahesabika mtu unamiliki hiyo ardhi au umeuhuisha, idha awsala ila al-ardi al-mawati ma'an ajrahu min 'ainin au nahrin au ghairi dhalik, utakapofikisha maji kwenye ardhi hiyo ambayo umeyatengenezea njia kutoka kwenye chemchem, mto au mfano wake. Kuna mto unapita karibu au kuna chemchemi ya maji,
na wewe ukatengeneza kanati, ukatengeneza njia mpaka inafika kwenye hiyo ardhi itahesabiwa kuwa ni ardhi yako, umeihuisha. Kama nia yako ilikuwa ni hiyo, sababu inawezekana mara nyingine huna nia hiyo kabisa, umechimba tu kimtaro kwa ajili ya kufika sehemu yako unayokusudia. Hapa katikati mtaro umepita kwenye ardhi ambayo haimilikiwi. Kwa hiyo kama umefanya hivyo kuonyesha kwamba umeanza kuimarisha hii ardhi, ni yako. Lakini inawezekana huna mpango huo wala huhitaji hilo, basi ardhi hiyo inakuwa bado ni mawat, inaweza ikahuishwa na mtu mwingine. Jambo la 4, idha gharasa fiha shajara, ukipanda mti. Wakanat qabla dhalika la tasluhu lilghiras, na hiyo ardhi kabla ya hapo inaonekana haikuwa ardhi yenye rutuba inayoweza kupandwa vitu au kulimwa. Ardhi ilikuwa ni maita, ardhi iliyokufa, haina maandalizi ya kulimwa. Wewe ukaja ukaandaa ukapanda hata mti mmoja, hiyo ardhi inahesabika kuwa ni ardhi yako. Ule mti uliopanda ni ishara ya umiliki na kwamba unataka kuihuisha ardhi hiyo. Qala wa kanat qabla dhalika la tasluhu lilghirasi, na ardhi ambayo ilikuwa kabla ya hapo si rafiki kwa ajili ya kupandwa. Fanaqaha, akaisafisha ile ardhi. Wa gharasaha, na akaipanda miti au chochote. Faqad yahyaha, huyu anahesabika kuwa amehuisha ardhi hiyo. Alkhamis, jambo la 5 ambalo pia ni katika yale yanayozingatiwa kwenye kuhuisha ardhi. Qala wa min alulama man qala, na wapo katika wanazuoni waliosema inna al-ihya la yaqifu inda hadhihi al-umur, kuhuisha ardhi hakuishii tu kwenye haya mambo mane. Wa yurja'u fihi ila al-urfi, lakini pia kitu kingine muhimu ni kurudi kwenye mazoea ya watu. Mazoea ya watu, ukifanya nini hiyo sehemu inakuwa yako. Mfano, kuna baadhi ya maeneo ndani ya hii Tanzania watu wanakwenda kwenye ardhi ambayo haina mmiliki, wanaanza kulima. Na mtu anaonekana kama vile ameanza kumiliki hiyo ardhi kwa kule kulima tu. Wanaendelea kulima, wanalima mpaka inafika wakati labda serikali inataka kugawa rasmi yale maeneo. Wanatazamwa kina nani waliotangulia, wanarasmishiwa umiliki. Lakini kabla ya kurasmisha umiliki, kuna baadhi ya maeneo watu wanakwenda tu sehemu kwamba hii sehemu inafaa kwa kilimo cha mpunga, wanaanza kulima pale. Sasa ili ionekane eneo hili ni la fulani, watu wana mazoea kwamba huyu fulani amekuja akajitengenezea mpaka au ameanza kulima eneo hili. Kama kaanza kulima, hilo eneo halitaguswa na mtu yoyote mpaka ifike wakati aache kulima. Haina maana kwamba analima akivuna sio lake, hapana. Mazoea ya watu kwamba wewe utaendelea kulima madamu ndiye uliyetangulia, hata kama umiliki wa moja kwa moja si wako, lakini umiliki wa manufaa ni wako, kwa sababu umiliki wa moja kwa moja ni lazima urasmishwe. Kwa hiyo anasema inna al-ihya la yaqifu inda hadhihi al-umur, kuhuisha ardhi hakuishii kwenye haya mambo manne. Wa yurja'u fihi ila al-urfi, lakini pia kuna rudi kwenye mazoea. Ndio maana pia unakuta ardhi za mfano huo watu wanatumia mazoea mpaka kwenye kupata njia, kwamba sisi tumezoea tunapita hapa, na wewe umeamua kulima hapa. Kwa hiyo kama utalima hapa, tutafutie njia nyingine. Kama huna njia, wacha tutumie hii kama njia yetu. Hawa wanaokuambia hivyo sio wamiliki, na wewe pia unayetaka kunufaika sio mmiliki, lakini mazoea ya watu ndio hivyo. Ardhi hii ni ardhi ya wazi, sisi tunapita hapa, huwezi kutuzuilia hii njia kama hujatupa njia mbadala. Tofauti na ardhi unayoimiliki. Mimi namiliki kipande hiki cha ardhi, wewe kupita hapa juu ya kipande cha ardhi yangu inawezekana kwa ukarimu wangu tu. Sasa ikifika wakati nataka kuhuisha ardhi yangu au kuendeleza ardhi yangu, nitumie lugha hiyo, huwezi kuja wewe ambaye umezoea kupita hapa kwamba sasa unataka kujenga, sisi tutapita wapi? Kwani hii nani aliyewaambia ni njia?
mlikuwa mnatumia kama njia kwa sababu nilikuwa sijajenga, lakini sasa nataka kujenga, mimi ndio mmiliki tangu nyinyi mnaanza kupita hapa. Kwa hiyo mazoea ya namna hii ukomo wake ni pale ambapo mwenye ardhi atataka kuitumia ardhi yake. Lakini ile ardhi ambayo haimilikiwi, wewe ambaye unataka kunufaika kama wanavyonufaika wenzako kwa kupita, basi usizuie yale manufaa yao. Qala fama addahu an-nasu ihya'an fahuwa ihya'un. Kama tutasema mazoea pia ni jambo linalotengeneza hukumu, basi kile ambacho watu wa maeneo hayo wanakizingatia kuwa ni kuhuisha, itakuwa ni kuhuisha hata kisheria. Wama la yu'addu ihya'an fala yu'tabar. Lakini kile ambacho hakizingatiwi kuwa ni kuhuisha, hicho hakitazingatiwa hata kwenye sheria. Napenda kutumia hii mifano ya kulima ambako si kumiliki, lakini kuna vitu watu wanatumia kuwa ni mazoea. Aliyefanya kitu fulani kwenye ardhi hii, basi yeye ndiye atakayetumia kwenye kilimo. Na kama hujafanya kitu fulani nje na hapo, ulichofanya akizingatiwi kuwa ni kuhuisha. Mashambani huko wanakolima mahindi, wanakolima mpunga, wana kawaida vijijini wanajenga vibanda. Kwa hiyo inawezekana mtu kabla ya kuanza kulima kajenga kibanda pale, sehemu ya kupumzika pale anapochoka, na ikifika wakati wa kulinda yale mazao atalala hapo. Inawezekana hajaanza kulima, lakini kule kujenga kibanda watu wanazingatia katika maeneo husika kwamba huyu tayari ana nia na kipande hiki cha ardhi, basi kitakuwa ni haki yake kutumia kipande hicho, kwa sababu mazoea ya watu anayefanya hivyo tayari huyu ameshaonesha nia ya kutaka kutumia ardhi hiyo. Haya ni mambo matano yaliyotajwa kwa namba ambayo yanazingatiwa kwa kuyafanya hayo utakuwa umehuisha ardhi. Lakini pia muhimu zaidi hapa, hili la tano lililotiliwa nguvu, ni masala mazima ya ada za watu na mazoea yao. Wal ada muhakkama, na mazoea ya watu nayo yanatengeneza hukumu madamu hayaendi kinyume na sheria ya Allah azza wa jalla. Almasala thalitha, kipengele cha tatu, baadhi al-ahkam al-mutaalliqati bihi, baadhi ya hukumu zinazohusiana na kuhuisha ardhi. Hapa zimetajwa hukumu 4. Hukumu ya kwanza, man ahya shay'an min ardi al-mawati, tutambue kwamba yoyote atakayehuisha ardhi ambayo ilikuwa imekufa, na tumeshaona maana ya ardhi iliyokufa. Qala faqad malakahu, huyo kisheria ya Kiislam anazingatiwa kuwa ameimiliki. Nafikiri, sina uhakika kama kuna watu wa ardhi watatusaidia kwenye jamhuri yetu. Nafikiri kama ardhi kwenye ramani haijawahi kuwekewa matumizi maalum na ardhi hiyo haijagawanywa kwa raia wala haijatengewa matumizi maalum, inapotokea unafika wakati wa watu kurasmishiwa, nafikiri pia wanaangalia wale waliotangulia pale ndio ambao wanarasmishiwa kwenye umiliki. Inaweza kufanana na hii kwa asilimia zote au asilimia nyingi. Kama ardhi ilitengwa kwa ajili ya mambo maalum, kwa ajili ya kwenye ramani za miji, hata kama ulitangulia utatolewa. Lakini kama ulipokaa ni sawa, unapokuja urasmishaji wewe utakuwa na haki zaidi. Kama ni urasmishaji wa bure, utatambulika kwamba wewe ndio mmiliki wa ardhi hiyo. Kama ni kwa kulipa chochote, basi utatakiwa ulipe chochote, utakuwa ndiye mwenye haki kwa sababu ulitangulia. Kwa hiyo bado tunaona kuna chembe chembe ya matumizi ya kanuni hizi tulizowekewa na sheria mpaka kwenye zama zetu ambazo au kwenye miji yetu ambayo hakuna urasmi wa kutumia sheria hii ya Allah azza wa jalla. Lakini unaona jinsi ilivyokuwa siasa na utawala na uongozi wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, bado watu wanapita kwenye mapito hayo hayo, sawa sawa wanalijua hilo au hawalijui. Na hii ni kuonyesha jinsi gani utawala wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ulivyokuwa ni utawala unaoangalia maslahi ya watu yasiyokwenda kinyume na misingi ya sheria. Na jamani, kiuhalisia dunia mpaka leo bado inaendelea kujifunza kutoka kwenye siasa ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Nini maana ya siasa?
uendeshaji wa mambo kidola na kiserikali. Ndio maana ya siasa, sio hii maana inayotafsiriwa leo. Leo ukisema mwana siasa zinakuja tafsiri nyingi kwamba waache hawa wana siasa tu, lakini neno siasa si neno geni katika sheria, na mitume wote ni wanasiasa. Kwa maana gani? Walikuwa ni viongozi wanaoongoza jamii kwenye maisha yao ya akhira, ya kuitafuta akhira na janna, na kwenye maisha yao ya kuona namna gani wanaishi juu ya mgongo wa ardhi. Na haya tunayosoma hapa ni ushahidi mkubwa kwenye hilo. Kwa hiyo man ahya shay'an min ardhil mawati faqad malakahu, yoyote atakayehuisha ardhi ambayo ilikuwa imekufa, kwa maana hiyo tuliyoiona faqad malakahu, huyo ameimiliki. Liumumi alhadith almutaqaddima, kwa ujumla wa maana tunayoipata kwenye hadithi zilizotangulia. Wa minha qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini miongoni mwa hizo ni maneno ya mtume alayhi salatu wassalam aliposema man ahya ardan mayitatan fahiya lahu, atakayehuisha ardhi iliyokufa, hiyo ardhi ni yake, bi maana yamlikuha, atakuwa anaimiliki. Hukumu ya pili, harimul ma'muri, ardhi inayopakana na ardhi iliyoimarishwa. La yumlaku bil ihya'i, hii haimilikiwi kwa kuhuishwa. Kwa nini? Lianna malika al-ma'muri yastahiqu murafiqahu au murafaqahu, kwa sababu yule ambaye tayari ana ardhi aliyoimarisha, yeye ndo anastahiki zaidi kuiambatanisha hiyo na ardhi yake. Hii inaitwa harim, kile kilichozunguka kama vile mpaka wa kile kinachomilikiwa. Hii haimilikiwi kwa kuhuishwa, kwa sababu mmiliki wa ile iliyoimarishwa anastahiki zaidi hiyo ardhi ya jirani yake, ya pembeni yake. Ndiyo maana ya maneno haya. Na inawezekana kanuni zikaweka utaratibu kwamba kama wewe unaishi hapa kwenye kumiliki, basi bado una mita kadhaa ambazo zinaweza kuingia kwenye himaya yako. Labda niwape mfano wa barabara. Ukipita barabarani, barabara imejengwa na imeisha, inajulikana labda ni mita fulani ile ambayo inatumika, lakini barabara nayo ina himaya yake. Unaweza ukaambiwa sijui inakuwa mita ngapi, 30 au ngapi, kutoka barabara ilipo, au posti mpaka posti, ule urefu ambao unaingia kwenye barabara na himaya yake inajulikana kwamba ni upana gani. Kwa hiyo inawezekana barabara inaishia hapa, lakini unaambiwa kutoka hapa mpaka mita 30 au mita ngapi, hii ni himaya, ni hifadhi, wanaita ni hifadhi ya barabara. Kwa hiyo hutakiwi wewe kufanya mambo yote, na hata ukifanya, ikifika wakati tunataka kufanya kitu, wewe tunakuondoa tena bila fidia. Hukuwa na haki ya kufanya, lakini kama utafanya alafu tusikuulize muda ambao tutataka kukutoa, tunakutoa. Kwa hiyo hii inaitwa hifadhi ya kitu fulani, na inakuwa ni hatua au mita ambazo zinajulikana. Kwa hiyo usiseme barabara haijafika huku, sawa, haijafika, lakini yote hiyo ni hifadhi ya barabara. Hukumu ya tatu, hapa ameandika mbili lakini ya tatu, liimami almuslimina iqta'u al-ardi al-mawati liman yuhyiha. Inafaa sasa kwa kiongozi wa Waislamu, msimamizi wa dola ya Kiislamu, iqta'u al-ardi al-mawati, kuwamegea ardhi hizo zilizokufa, liman yuhyiha, wale ambao watawamilikisha ili wahuishe. Hii inaitwa iqta'u al-ardi, kuwamegea raia ardhi. Ni jambo ambalo linasimamiwa na serikali moja kwa moja, na hii pia inatokea katika dunia ya sasa. Inawezekana ardhi haijaishiwa na mtu yoyote, lakini madamu ni milki ya serikali, serikali ikatengeneza ramani alafu ikakata viwanja kwamba labda viwanja hivi tutawapa watu wenye sifa fulani, au viwanja hivi tutauza kwa gharama fulani tofauti na ile gharama halisi. Huku kunakuwa ni kumegewa. Linafaa hilo.
kwa sababu kiongozi siku zote kiuhalisia hii ardhi iko chini ya uangalizi wake, iwe ni kwa kusimamia au kwa kumiliki. Kwa hiyo inafaa kwa kiongozi wa Waislamu iqta'u al-ardh al-mawati liman yuhyiha, kuwamegea au kuwakatia ardhi ambayo ni ardhi iliyokufa kwa wale ambao watakwenda kuihuisha. Sasa hapa ametajwa kiongozi wa Waislamu sababu tunazungumzia al-fiqh al-islami, lakini hili linatumika hata kwa viongozi ambao si Waislamu. Mara nyingi inaweza ikatokea watu wanahitaji ardhi fulani, wanamfuata yule ambaye anaonekana ni mhusika ima kwenye wizara au mamlaka ya juu zaidi, bana tunaomba ile ardhi. Kwa hiyo mnapewa na mnarasimishiwa na mnapewa hati, inakuwa ni haki yenu. Hii inaingia katika al-iqta'. Inawezekana mkapewa bure kwa kile ambacho mnataka mfanye, au inawezekana basi kwa kuwa ni taasisi mtalipia kiasi fulani kwa utaratibu wa nchi husika. Hilo linafaa, na kwa viongozi wa Uislamu walikuwa wanalifanya hilo, lakini hata viongozi ambao hawasimamii nchi za Kiislamu pia utaratibu bado huu tunaushuhudia na tunauona. لحديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. وائل ابن حجر anasema Mtume alayhi salatu wasallam alimmegea kipande cha ardhi katika mji wa Hadramaut. Kwa hiyo jambo hili linatambulika katika sheria ya Allah azza wa jalla, lakini pia linatambulika mpaka sasa kwenye nchi kadhaa zile ambazo zimejitengenezea kanuni zake za kibinadamu za kuwaongoza. Al-hukmu ar-rabi', hukmu ya 4, yajuzu lil-imami, inafaa kwa imamu, na imamu hapa sio imamu wa swala, ni kiongozi anayesimamia raia. Yajuzu lil-imami, inafaa kwa kiongozi, labda tuseme hivi, an yahmi al-ushba fi ardhi al-mawati, kuhami nyasi, kuzuia kuharibiwa kwa nyasi kwenye ardhi ambayo haina mmiliki, liibili sadaqa wa khairil mujahidina, ili iwe ni malisho kwa ngamia wa sadaka na farasi wa mujahiduna fi sabilillah. Kwamba pamoja na kuwa ardhi hii haijawahi kumilikiwa na mtu, lakini hivi sasa imetengewa matumizi maalum, haitafaa kwa yoyote kwenda kuweka mkono wake wa umiliki kwenye ardhi hiyo. Na hili pia ni jambo la kawaida, serikali zinafanya hivi kwenye vitu vingi, kwamba ardhi hii imetengwa. Mara nyingine wanatenga pia kwamba ni ardhi ya wazi, haitakiwi kujengwa chochote. Inawezekana ikawa kuna bustani pale watu wanakwenda kupumzika, au mara nyingine inabaki tu hivyo hivyo kuwa ni ardhi ya wazi, inaweza ikatumika kwa dharura zozote baadaye. Kwa hiyo hapa limetajwa suala hili moja kama la mfano, haina maana tu inafaa kwenye hili haifai kwenye nyingine, hapana. Lolote ambalo lina maslahi kwa umma kwa ujumla na kwa jamii, kiongozi ana mamlaka hayo. Yajuzu lilimami an yahmi al-ushba, inafaa kwa imamu, kwa kiongozi kuhami nyasi. Hapa zimetajwa nyasi kwa maana atatafuta ardhi ile ambayo ina nyasi, aseme hapa ni malisho ya ngamia wa sadaka na farasi wanaotumika kwenye jihad, idha ihtaja ila dhalik, kama patakuwa na hitajio hilo. Kwa hiyo suala linarudi kwenye hitajio kwa mujibu wa zama na eneo. Walam yakun fihi dhiqun au madharatun ala almuslimin, lakini pia ikawa hakuna kuwadhiki au kuwadhuru waislamu kwa kufanya hivyo. Inawezekana kweli ardhi haina mmiliki, lakini kuitenga ardhi hiyo kwa matumizi hayo inawezekana si salama kwa wale ambao wapo karibu na maeneo hayo. Taban sasa hivi tunazungumza zama ambazo yani watu wanagombana kwenye vipande wanavyomiliki kwenye ardhi, na wako tayari kutoana roho kwa ajili ya shibri moja tu. Mtu anakutoa roho, yeye ni unyayo mmoja, mguu mmoja. Ukienda kwenye huko baraza sio ile ardhi au wanaita kitu gani, kuna kesi chungu nzima. Na nafikiri katika mikoa ambayo pia wana majalada mengi ya migogoro ya ardhi, inawezekana Arusha pia imo. Arusha unauziwa kiwanja hakina njia, alafu utakuja kununua barabara ya kukufikisha kwenye kiwanja chako, na anayekuuzia barabara ndio yule yule aliyokuuzia kiwanja. Jamani, uuzianaji gani huu? Unauziwa kiwanja na mtu huyo huyo, alafu unakuja kuuziwa njia na mtu huyo huyo.
na ukikataa basi utapambana na hali yako. Kwa hiyo nafuu yako ni ukubali biashara zote hizo, zote mbili hizo. Kwa hiyo sasa hivi kuona ardhi ambayo iko wazi haina mwenyewe, sijui kama ipo, sijui kama ipo, na ile ambayo haina mwenyewe moja kwa moja inabaki kuwa mwenyewe ni serikali. Na kama nyinyi mtaingia kabla ardhi ambayo inamilikiwa na serikali lakini haijaiwekea mpango, inapofika muda wakaona kuna haja ya kuwarasmishia, ni lazima sasa wawamilikishe kwa urasmi, la sivyo kweli utakuwepo pale lakini serikali haikutambui kwamba wewe ndiyo mmiliki rasmi wa eneo hilo. Baadhi ya miji inaanza kwa namna hiyo. Inawezekana ardhi ni ardhi iliyohamwa, watu wanahamia pale, wanaanza kufanya uimarishaji, alafu baadaye inakuja serikali inarasmisha kwamba sasa hapa tunaparasmisha, jina lake litakuwa ni hili na utaratibu wake ni 1 2 3 4 5, patapatikana wenye viti, madiwani na mfano wake. Qala walam yakun fihi dhiqun au madharatun ala almuslimina. Kwa hiyo inafaa kwa kiongozi kutenga ardhi kwa ajili ya malisho, madamu kufanya hivyo hakuwadhuru wala hakuwatii dhiki Waislamu. Walaysa dhalika li ahadin siwa imami almuslimin, na mamlaka haya hayapo kwa yoyote tofauti na kiongozi wa Waislamu. Yani mamlaka haya yapo kwa kiongozi. Qala wa huwa mashru'un lilmaslaha al'amma, na hili ni jambo linafaa kisheria madamu kinachochungwa ni maslaha ya wote. Fa fi hadithi Sa'b ibn Jathama marfu'an, imekuja kwenye hadithi ya As-Sa'b ibn Jathama kuwa Mtume alayhi salatu wassalam amesema la hima illa lillahi wa lirasuli, hakuna kuihami ardhi, kuitenga isitumike na wengine ikawa inatumika kwa mambo maalum. Hakuna anayeweza kufanya hivyo isipokuwa ni kwa Allah na mtumewe. Qala wa maana hamahu, na maana ya ameihami ardhi, ja'alahu hima, ameifanya kuwa ni ardhi iliyoko kwenye himaya, ay mahdhuran la yuqrabu, ni ardhi ambayo imekatazwa matumizi mengine, haiwezi kukurubiwa kwa matumizi yoyote. Ardhi hii inaitwa hima. Himaya kwa lugha nyingine ni himaya ya watu fulani, jamii fulani au jambo fulani. Bi maana ardhi hiyo tayari imeshatengwa kwa ajili ya jambo hilo, hatutakiwi kuingizia matumizi mengine. Viongozi sasa hivi wanasema ardhi hii ni himaya ya nchi fulani, bi maana iko chini ya nchi hiyo, hakuna mwingine anayeruhusiwa kuweka mkono wake kwenye ardhi hiyo kwa sababu tayari ni ardhi himaya. Haya ndio ambayo yametajwa chini ya mlango huu wa 19 unaozungumzia swala zima la ihyaul mawat. Tusogee mbele kidogo. Mlango unaofuata ni mfupi na inawezekana pia tukaumaliza insha Allah taala. Kama hatutaumaliza basi tutakapoishia tutakuja kuendelea majlisi ijayo. Qala albabu al-20, mlango wa 20, al-ji'ala au ju'ala. Hii sijajua Kiswahili chake nini, lakini nikiwaeleza mtanisaidia kunikumbusha. Al-ji'ala au ju'ala, niwape picha yake. Ni kama zawadi fulani au donge nono linaloahidiwa na mtu ambaye labda anepoteza chake, hajui kilipo, au anataka kitu fulani akatangaza ofa kwamba jamani, nimepotelewa na kitu fulani, atakayekipata kitu hicho basi zawadi yake ni hii. Sasa hiyo zawadi ambayo umeitangaza kwa yule ambaye atafanya chako unachokitaka, kama kwa hiki tulichokitaja kwenye mfano, jamani simu yangu hii imepotea kwa mfano, atakayeniletea hii simu nitampa shilingi 100,000. Sasa hii 100,000 inaitwa jiala au juala. Kiswahili chake tunasemaje jamani, kama itakuwa tumeelewana? Motisha. Imam kasema motisha. Kweli motisha itakuwa imekaa hivyo? Na mzee wangu zawadi haya, zawadi inawezekana yakaingia, lakini tungepata neno moja hivi, kwa sababu zawadi wa Arabu wanaita hadia. Zawadi hiyo
na zawadi unatoa bila ya kuweka sharti kwamba ukinifanyia hivi nitakupa zawadi. Inawezekana ukatoa, lakini pia inawezekana ukafanya hivyo. Sisi Uswahilini tunatumia hilo. Unaambia wanao atakayefanya vizuri kwenye mitihani nitampa zawadi kwa mfano. Lakini inawezekana umeamua tu umesafiri zako ukaletea watoto wako zawadi pamoja na kuwa hawajafanya lolote. Kwa hiyo inawezekana zawadi maana yake kidogo ni pana. Japo kuna sehemu inaweza ikahusisha msamiati huu. Barakallahu fiki. Kuna mwingine atakayetusaidia msamiati jamani? Sio kwamba nawauliza mtihani, mimi mwenyewe sijui nitatumia neno gani. Kwa hiyo tunataka tuafikiane juu ya neno fulani. Haina maana kwamba napokea majibu alafu baadaye niseme nyote hamko sawa, sawa ni hivi. Silijui hilo neno. Au tutumie ya mzee zawadi pale. Tutumie zawadi. Motisha. Motisha mimi na wasiwasi nayo kidogo. Tutumie motisha. Haya jamani, tutatumia motisha. Lakini kwa maana hii tuliyokusudia hapa. Kwa hiyo aljuala au aljiala motisha. طيب قال فيه مسألتان. Imamu bana, kauli yako imepita. Mashaallah, kauli yako ina nguvu. Lakini kauli ya mzee pia hatujaiacha. الباب العشرون, mlango wa 20, aljiala au aljuala. وفيه مسألتان, na kwenye mlango huu kuna vipengele viwili tu mashaallah. قال المسألة الأولى, kipengele cha kwanza, maanaha, maana yake, wa hukmuha, na hukmu yake. قال معناها, tukianza na maana ya aljiala. قال الجعالة, maana ya aljiala au motisha kwa maana hii, iltizamu iwadhin ma'lumin, ni kujilazimisha kutoa kitu maalum, ala amalin muayyanin, juu ya kazi maalum, biqat'i an-nadhari an fa'ilihi, bila ya kujali nani aliyefanya. Mithaluhu, mfano wake ili tuelewane. Inaonekana vile motisha inakuja vizuri man wajada, mfano unasema mithaluhu, mfano wake, an yakula, ni mtu kusema, man wajada sayyarati al-mafquda, atakayeipata gari yangu iliyopotea. Na sijui ka gari inapatikana. Atakayeipata gari yangu iliyopotea, falahu 1000 riyal, nitampa motisha au zawadi. Zawadi sasa ndio inaingia. Nitamzawadia riali 1000. Imamu umeachwa. Nitamzawadia, tulikuwa tunaangalia tu Kiswahili mtiririko wake, neno gani litafiti. Jamani, gari yangu imepotea. Atakayeipata gari hiyo, atakaniambia iko sehemu fulani au akaniletea, nitampa riali 1000. Kwa hiyo hapa lugha gani sahihi? Nitamzawadia au nitampa motisha? Nafikiri nitamzawadia. Kwa hiyo kuna wakati tutatumia zawadi, kuna wakati tutatumia motisha, lakini maana yetu ni hii. Maana yetu ni hii. Mara nyingi motisha huwa unaahidiwa kwa watu maalum, labda ni staff kwenye kazi. Atakaye achieve 1 2 3, tutampa 1 2 3, au kuna zawadi tutampa. Lakini hii ya hapa haina mtu maalum. Maalum ni yule ambaye atafanya kile ambacho unataka ufanyiwe. Haijalishi ni Muislamu au sio Muislamu, unamjua au humjui. Mfano, Waarabu waliwahi kulifanya hili japo halikuwa la khairi kwao, lakini naleta tu picha. Mtume alayhi salatu wasalam alipofanya hijra au kwenye safari yake ya hijra kutoka Makka kwenda Madina, walitangaza dau kwamba jamani, yoyote atakayetuletea Muhammad kichwa chake au akiwa hai atapata ngamia 100. Kwa hiyo walitangaza hilo. Hawakusema kwamba lazima awe fulani fulani, yoyote. Wewe tutafutie Muhammad, ukituletea hapa hayyan au mayitan, wewe tayari una ngamia wako 100. Na kweli watu waliingia kwenye heka ngamia 100 jamani, sio kipande kidogo. Lakini hili dau pia linaonyesha labda wakati huo watu walikuwa na utu, kama ambavyo inaonyesha thamani ya Mtume Muhammad kwao. Sababu leo jambazi anahitaji shingapi ili akatoe roho ya simu wako? Milioni 100. Mpaka 500 bodaboda anakuvunjia mtu mguu. Wengine wanatumika, tunasikia hapa kwamba wewe mvizie imamu nivunjie mguu wa kulia, unatengenezewa tu ajali imamu. Kwa hiyo watu wanakaa wana bageni pale, wahuni shingapi?
Sasa imamu, kwa kuwa mtu huyu maana wewe tufanyie hata 600,000, jamani mimi nina 2 tu, watu wanabageni kuvunjwa mguu wako. Basi mwisho anaelewana kwenye 3, unatengenezewa tu ajali, unapigwa dafrau. Ukivunjika mmoja lengo limetimia, ikivunjika 2 pia sio mbaya, kazi imefanywa kwenye ubora zaidi. Wenyewe wanasema ubora zaidi, walitaka mguu mmoja umevunjwa 2. Kwa hiyo walitangaza hili dau kwamba atakayemleta Muhammad hayyan au mayitan anangamia 100. Watu wakaingia kwenye heka heka, na wapo waliomuona hivi kwa macho. Kama nani? Yupo mmoja alimuona hivi kabisa, alimuona Mtume, lakini kila anapomsogelea farasi wake anadidimia kwenye mchanga. Muhammad bana, basi yaishe, niombe nitoke hapa, sitakudhuru. Takriban mara 2. Mwisho akasema, Muhammad, nitatunza siri yako. Bwana Mtume akamwambia, na kuahidi utakapokuja kufunguliwa mji huo wa watawala wa Kiajemi, utakuja kuvalishwa bangili zao. Nafikiri ni fursa. Kwa yule bwana asubuhi ametoka anamtafuta Mtume, jioni anarudi anamficha Mtume, anamstiri Mtume. Watu wakimuuliza umemwona Muhammad, anasema haonekani, hayupo kabisa huko, msiende mtamkosa. Anaitwa nani huyo bwana jamani? Hamjalikumbuka jina lake? Sio Suraka au kisa hiki ni kigeni? Ni kigeni Ni kisa kinachojulikana. Kwa hiyo huyu aliingia kwenye heka heka akamtafuta Mtume mpaka akamuona, lakini hakuweza kumdhuru, pamoja na kukumbuka kuwa kuna ngamia 100. Bali zaidi ya hapo, kama wanavyosema watu wa tarikhi, nimetanguliza kuyasema haya, asubuhi katoka anamtafuta Mtume, jioni karudi anamhami na kuficha taarifa za Mtume kule aliko sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Almuhim, hii ndio picha ya aljiala au aljuala. Je, suala hili linafaa kisheria baada ya kuwa limeshaeleweka? Je, suala hili linafaa kisheria kutangaza dau la namna hiyo, kuahidi zawadi au motisha wa namna hiyo? Je, inafaa? Tunakuja kwenye nukta ya pili katika kipengele cha kwanza, hukmuha wa adillatuha. Hukmu yake suala hili na dalili zake kwa mujibu wa hukmu hiyo. Qala wa hiya min al-uqud al-mubahati shar'an, ni katika maelewano yafaayo kisheria. Ni swala ambalo linafaa, ndio maana yake. Mashaallah, na watu wanahamasika ukitangaza dau kama hivi. Tutakuja kuona masharti yake, tusije tukadhani kwamba kila kitu kinaweza kutangaziwa dau, kwamba atakayemaliza kreti 3 za bia atapata milioni 6, alafu ukaeka kreti 3 hapo, milioni 6 hizi hapa. Je, hii inafaa? Inawezekana picha ndio hiyo motisha ili watu wanywe bia kwa wingi. Je, hii inafaa? Tutakuja kuyaona hayo mbele. Qala wa hiya min al-uqud al-mubahati shar'an, na makubaliano haya ni katika makubaliano yafaayo kisheria. Wa yadullu alaiha qawluhu ta'ala, zaidi ya hapo kuna dalili ya maneno ya Allah azza wa jalla yanayoonyesha kufaa hili. Akataja aya hii ya 72 suratu Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Hapa palikuwa panazungumziwa kitu gani? Suwa al-malik, siqaya ile, labda tuseme bakuli la mfalme. Ni kisa cha Nabiiullah Yusuf pale ambapo ndugu zake walikuja, akaja mdogo wake dhaba mmoja Binyamin. Hii suwa ikachukuliwa ikatiwa kwenye mzigo wake, akiwa yeye mwenyewe anajua, lakini ndugu zake wengine hawajui. Wakati wameanza safari, likatoka jeshi kwenye kasri la Yusuf, likawanadia, ayyatuha al-iru innakum lasariqun, enyi msafara simameni nyinyi, tunawatuhumu kuwa hapo kuna wezi, nyinyi ni wezi, kuna wizi mmefanya. Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun, wakasema jamani, kwani mmekosa nini huko mpaka mtutuhumu kwamba sisi ni wezi?
qalu nafqidu suwa' al-malik, wakawaambia tulichokikosa huko ni suwa', ni mfano wa jagi, bakuli au kombe la mfalme. Waliman jaa bihi himlu ba'irin, sasa tunawatangazia ofa kwamba atakayetuletea kwa khiari yake, tunahisi mmeiba lakini tunatoa khiari, atakayetuletea kwa khiari yake bila affection, himlu ba'ir, tutamzawadia msafara mzima wa ngamia, tutamuongezea kama ni ngano nini, ule mzigo wa kuweza kubebwa na ngamia mzima, yani na ngamia anabeba mzigo wa maana. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, na atakayetuletea hiki kifaa tutamzawadia himlu ba'ir, mzigo wa kubebwa na ngamia mzima. Kwa hiyo akasema wanazuoni kilichotangazwa hapa ndio hiyo aljiala, kwamba atakayetuletea kitu fulani tutampa kitu fulani. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن pia kwenye hadithi ni hadithi inayosimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhi za Allah zimfikie, anna nasan min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam marru bihayy min ahya'i al-arab, kulikuwa na kundi fulani la masahaba walipita maeneo fulani kwenye makazi ya Waarabu huko. Hayy ni mtaa ambao watu wanakaa katika mtaa huo, na Waarabu walikuwa wanakaa kwa mujibu wa koo na makabila. Wanasikia banu fulani wanakaa sehemu fulani, banu fulani wako sehemu fulani, na mpaka sasa hayo yapo kwenye miji. Yani kuna miji ukienda unaambiwa mtaa fulani ni kabila fulani wapo kule, mtaa fulani ni watu wa mji fulani. Sipendi kutaja Arusha na mitaa yake tusije tukaanzisha ugomvi, lakini ni mambo ambayo yapo watu wakikutazama tu wasema wewe utakuwa wa maeneo fulani, na inaonekana kweli kwa sababu watu wa jamii yako wako maeneo hayo. Kwa hiyo hili kundi la masahaba lilipita mtaa fulani ambapo ni makazi katika makazi ya Waarabu. Fastadhafuhum, hawa masahaba wakaomba angalau wakirimie kama wageni maeneo hayo. Falam yudhayifuhum, wale watu walikataa kuwakirimu. Faludigha sayyidul hayy, lakini ikatokea kiongozi wa ile kabila kule ule mtaa na yale maeneo akangatwa na nge, nyoka au kitu chochote chenye sumu kali. Faqalu lisahaba, hawa watu wa mji ule wa maeneo yale wa mtaa ule wakawaambia masahaba, hal fikum min raqin, je miongoni mwenu yupo mzunguaji, mtaalamu wa mazunguo wa ruqya? Hal fikum min raqin, je yupo tabibu, labda kwa lugha ambayo itaeleweka. Na ruqya ilikuwa ni kitu kinachotumika sana wakati ule, japo Uislamu unaruhusu ruqya ya kisheria na wale wengine walikuwa wanatumia mpaka ruqya ya kishirikina. Kwa hiyo hata yale mambo ya kiganga walikuwa wanaita ruqya. Hata sisi tunaita ruqya, lakini inaitwa ar-ruqyatu shirkiyya, mazunguo ya kishirikina au ya kiganga, na hayo hayafai. Yafaayo ni ar-ruqyatu ash-shar'iyya, yale mazunguo ya kisheria, ambapo tutakusomea Qur'an, zile dua tulizofundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam, tena kwa lugha inayoeleweka, si kwa lugha ya kurogonya kama ambavyo nalisema hili mara nyingi. Waganga wanaitumia hii hadithi kutetea uganga wao, lakini hadithi haiko pamoja na wao. Hal fikum min raqin, kuna mganga kati yenu, msomaji wa ruqya? Kwani kutumia mganga kuna ubaya jamani? Hata madaktari nao ni waganga japo sisi tumezoea mganga ni hawa waganga wa kienyeji, hawa watu wa tunguri na mfano wake, lakini mganga asili yake ni tabibu, anayemganga yule mwenye maradhi. Si mganga anatokamana na kitendo cha kuganga, na kuganga ni kutibu. Mwenye njaa anaganga njaa, anatafuta kutibu njaa yake. Kwa hiyo mwenye maradhi atakwenda kwa mganga atakayeganga maradhi yake. Kwa hiyo katika matumizi ya lugha neno mganga wala halina ubaya. Qalu na'am, wakasema na'am, mganga yumo hapa, lakini la nafalu illa an taj'alu lana ju'la, lakini hatutawatibu mpaka mtuahidi
kwamba tukimtibu mgonjwa wenu huyu akapona mtatupa kitu fulani. Sawa sawa. Hapa lugha imekuja wazi kabisa, illa an taj'alu lana ju'la, hatutawatibu isipokuwa pale ambapo mtaahidi kutupa kitu. Kwa hiyo semeni mtatupa nini. Faja'alu lahum qati'a shiyahin, wakawekea hicho kipawa chao kwamba ni kundi la mbuzi, labda tutawapa mbuzi kwa idadi hii. Mashaallah, kweli huyu alikuwa kiongozi, na matibabu ya viongozi mpaka leo sio ya kitoto bana. Hata wasomaji ruqya nao ni mashahidi kwamba ruqya ukimsomea mtu wa kawaida posho yake tofauti unapomsomea kiongozi. Ruqya ya kiongozi unajenga bana mtaji, lakini hawa watu wa kawaida ukiwafanyia ruqya ili upate hela lazima uwabananishe kwenye dawa, ndio wanavyosema wenyewe, na mimi si katika hao. Kwa hiyo nakuta anakuambia ruqya nitakusomea bure kabisa, lakini kuna dawa, alafu hizi dawa azijua yeye kuna hii kuna hii kuna hii kuna hii. Sasa ili usichanganyikiwe wewe, utatafuta tu wepesi kwamba niambie tu shilingi ngapi nikupe, hapo ndio unapoanza kuumizwa. Dawa ya 1050 utaambiwa 1,500,000, na ukibisha utaandikiwa dawa ambazo utazunguka Arusha nzima wewe uzipati lakini yeye mwenyewe anajua atakavyokufanyia. Jamani, watu wa ruqya tuhurumieni wagonjwa, msijifiche kwenye dawa, bora mtuambie tu si inafaa. Jamani, hawa masahaba wako hapa, hatutawasomea wala hii sio ya dawa hii, hatutawasomea mpaka mtuambie tuwapa nini. Baadhi ya wanazuoni wakaitumia hadithi hii kufaa kulipwa yule ambaye anafanya ar-ruqya, pamoja na kuwa shifa inatoka kwa nani? Kwa Allah. Wewe hulipii kupona, unalipia matibabu. Si hata hospitali ni hivyo. Hospitali tunalipia kupona, tunalipia matibabu, ambapo tunataraji kupona kwa idhini ya Allah kupitia hayo matibabu. Ndio maana ukitumia huduma hata ukifa bili yako iko pale pale, sababu tayari kuna vitu ushatumia vya gharama. Inawezekana ukafanyika mpango tu wa kuepesisha au serikali ikabeba hilo, lakini kama ni huduma tayari huduma hiyo umeshaipata. Kwa hiyo wakawamegea kundi la mbuzi. Faraqahu rajulun minhum bifatihati alkitab fabara arrajul. Mashaallah, sahaba mmoja akamsomea huyu bwana suratul Fatiha akapona. Kangatwa na mdudu mwenye sumu akasomewa suratul Fatiha akapona. Hebu nitafutie mahusiano kati ya kungatwa na nyoka na nge na kusomewa ruqya. Hii maana yake wengi tunaamini ruqya inafanya kazi kwenye maradhi yenye mahusiano na masi. Abadan, hapana. Maradhi yoyote, hata homa unaweza kupigwa ruqya. Bali naelezewa wakati wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alijiwa na mtu mmoja ana majipu, akamsomea ruqya na majipu yakakauka. Kasoma aya gani? Waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya samaa'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Hii aya inazungumzia kisa cha Nabiiullah Nuh. Baada ya kuwa chemchem zimetoa maji, mvua imenyesha, Allah akaiagiza ardhi. Baada ya hapo, baada ya kuwa mission done, ya ardhu bla'i ma'aki, ewe ardhi nyonya maji yako, wa ya samau aqli'i, na wewe anga tanzuka mvua ikate. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah fiqh yake akamwambia kama hapa hili jipu lina usaha, si ndio? Tunachotafuta ni hili jipu kupona, na ili lipone lazima usaha ukauke upotee. Kwa hiyo akaona aya hii kwa sababu ni amri ya Allah, mbingu ikate mvua, ardhi imeze yale maji, sipaka kauka pakarudi kawaida. Akaona hii inafaa kwenye jipu, akaisoma na kweli jipu likakauka. Jipu leo wataalamu wa ruqya mnawasomea watu wa majipu hatu wasomei. Na hata wewe unayeumwa malaria ukienda kwenye watu wa ruqya, kwanza wao watakushangaa, lakini jamii pia itakushangaa. Ajabu, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala anasema katika kuihama Qur'an ni kuacha kuitumia kama shifa, wakati Allah ameshasema wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Hii haina maana usitumie dawa za hospitali, lakini pia usipunje ile nafasi ya Qur'ani kwenye nukta hii, kwa sababu mwisho wa siku hata ukimeza paracetamol hii ni sababu, lakini mponyaji wa kweli ni nani? Ni Allah. Kadhalika unapojisomea Qur'an au unaposomewa
Qur'an. Kama Qur'ani inatibu nyoyo, itashindwa kutibu viwiliwili bana, kwa idhni Allah inatibu. Faraqahu rajulun minhum bi fatihati alkitab fabara arrajul, kuna mtu mmoja akamsomea ruqya mmoja katika masahaba kwa suratul Fatiha, mashaallah akapona bana. Na huyu bwana alikuwa si Muislamu. Kwa hiyo ruqya kumbe unaweza ukasomea hata wale ambao si Waislamu, madamu wanaamini kwamba wanaweza wakapona kwa kupitia ruqya hiyo. Na suratul Fatiha mashaallah ni mujarrab sana kwenye ruqya, na watu wa ruqya watakuwa ni mashahidi katika hili. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, wakati niko Makkah nilikuwa nasibiwa na maradhi fulani, kwa kuwa mwili wangu labda haujazoea hiyo weather, najisikia kuchoka, mwili mzito. Anasema nilichokuwa nafanya najisomea suratul Fatiha na changamka. Na kuna watu kadhaa wamenijia wana changamoto za afya, na waeleza kwamba asome suratul Fatiha, na wengi walikuwa wananiletea mrejesho kwamba mashaallah imefanya kazi vizuri suratul Fatiha. Kwa jamani, hii ni mujarrab suratul Fatiha. Ashafi huwa Allah, mponyaji ni nani? Ni Allah azza wa jalla. Lakini kwenye elimu ya utabibu, tajruba nayo pia inafanya kazi, bali tajruba ni sehemu kubwa sana kwenye elimu ya utabibu zama hizi. Dawa yoyote kabla ya kutangazwa lazima ifanyiwe majaribio kadhaa, lakini kwa kadri ya nguvu ya imani yako kuamini kitu fulani, ndivyo nguvu ya dawa inavyofanya kazi kwenye mwili wako. Haya kasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, na hata madaktari wa sasa wanasema hivyo. Tunaweza tukaumwa maradhi yanayofanana, tukapewa dawa zinazofanana, ikafanya kazi kwangu, isifanye kazi kwako. Ima ni dawa ya hospitali au tukasomewa ruqya. Inategemea mapokezi yako ya ile dawa kwenye moyo wako ukoje au yakoje, wallahu aalam. Lakini almuhim, suratul Fatiha ni sura inayotumika na nafasi yake ni kubwa sana katika ruqya. Kwa hiyo baada ya kumsomea akapona, faatauhum bishiyah, wakawaletea wale mbuzi, kwamba jamani, tuliahidi juala yenu au jiala yenu itakuwa ni hii, mmemsomea mzee yuko vizuri, mbuzi hawapa. Faqalu, masahaba wakasema, la naakhudhuha hatta nasala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jamani kweli tulisema na huyu bwana tumemsomea akapona, lakini je, tuna haki ya kuchukua? Angalia tahadhari ya masahaba, tuna haki ya kuchukua? Hapana, ngoja tumuulize kwanza mtume alayhi salatu wasalam. Falamma raja'u sa'aluhu, waliporudi Madina wakamuuliza mtume. Faqala lahum sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bwana mtume akawaambia, khudhu minhum, chukueni hao mbuzi, wadhribu li ma'akum bisahmin, na ili kuonyesha msisitizo wa uhalali, bwana mtume akasema, na mimi nimegeeni, na mimi nikipata hata kibuzi kimoja au mbavu au mfano wake bega, na mimi nimegeeni. Haina maana mtume alikuwa mroho, lakini ni kuonyesha msisitizo kwamba kitu hiki ni kitu kifaacho, na hii mali kwenu kuitafuna ni halali. Hii ndiyo jiala au juala, na hii ndiyo hukumu yake kisheria na dalili zake kadhalika. Muda umetutupa mkono, tungeweza kumalizia kipengele cha pili kwenye jiala, lakini muda si rafiki, tutaanza nacho majlisi ijayo insha Allahu taala. Kwa mukhtasari tulio ya durusu leo, tumeanza na mlango wa 19, tukasoma ihyaul mawat, kuhuisha ardhi zilizokufa. Na ardhi iliyokufa tumeona ni ardhi ambayo haijatengewa matumizi maalum wala haijawahi kumilikiwa. Ardhi hii inaitwa almawat, na kuhuisha ardhi hiyo ni kuimarisha au kuifanyia chochote kinachozingatiwa kuwa ni katika uhuishaji wa ardhi. Hili ni jambo ambalo linafaa na lipo kisheria, na mtume alayhi salatu wasalam kalitangaza hilo kwenye hadithi kadhaa. Tukaona masharti ya kuzingatia uhuishaji wa ardhi. Ili uzingatiwe kwamba umehuisha ardhi fulani na iwe yako, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, iwe ni ardhi ambayo haijawahi kumilikiwa na Muislam, lakini jambo la pili, huyo muhuishaji naye awe Muislam. Na kuhuisha kuna atimia kwa mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kuweka fensi. Jambo la pili, kuchimba kisima. Jambo la tatu, kuvuta njia ya maji. Jambo la nne, kulima au kupanda mti. Jambo la tano,
kila ambalo linazingatiwa katika jamii kwa mujibu wa mazoea kuwa ni kuhuisha, likifanywa basi kisheria pia litazingatiwa. Tukamalizia na baadhi ya hukumu zinazohusiana na swala hili. Tukaona takriban hukumu kadhaa, miongoni mwa hizo atakayehuisha ardhi iliyokufa hiyo ni yake, lakini ardhi inayopakana na ardhi iliyohuishwa, basi anayemiliki ardhi iliyohuishwa ana haki zaidi. Tukaona pia inafaa kwa imamu, kiongozi wa Waislamu, kuwamegea baadhi ya watu ardhi iliyokufa ili wahuishe, lakini pia inafaa kwa kiongozi kutenga ardhi kwa ajili ya matumizi maalum kama vile malisho ya wanyama. Alafu tukaingia kwenye mlango wa 20 ambapo tumezungumzia aljiala, ima tuite zawadi au motisha, lakini sura yake ni dau linalotangazwa ambalo mtu atalitoa kwa yule ambaye atamfanyia kitu fulani. Mfano kutangaza, jamani gari yangu inipotea, atakayeipata gari hiyo, atakayeniletea gari hiyo nitamzawadia kiasi fulani. Hii zawadi kwa namna hii inaitwa aljiala au juala. Hukumu ya zawadi kama hizi ni kuwa ni jambo ambalo linafaa kisheria kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Ndani ya Qur'an tukaona maneno ya Allah, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, lakini upande wa hadithi tukaona hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, pale ambapo masahaba walimsomea bwana fulani ruqya ya suratul Fatiha akapona, wakamegewa kundi la mbuzi ambapo walikuwa wameweka sharti hilo. Mtume akamwambia chukueni, ni halali, nami ni megeeni fungu fulani. Hapa ndipo tulipoishia kwa leo. Majlisi ijayo inshallah taala tutamalizia aliyosalia kwenye mlango huu wa aljiala ili tuingie kwenye mlango wa 21 cha kuokota cha kuiba. Tutakuja kuyazungumzia kwenye mlango wa 21 mambo ya vitu vya kuokota. Unaweza kuokota kitu, lakini pia unaweza kuokota mtu. Jamani, si mpaka watu wanaokotwa sasa hivi. Je, unapookota kitu hukumu yake ni nini? Unapomuokota pia mtu hukumu yake ni ipi? Leo kuokota inaonekana ni fursa. Ukiokota alafu ukatangaza, jamani kuna kiasi fulani cha pesa nimeokota, basi aliyepoteza aje atoe wasifu. Hasa zinapokuwa hela nyingi, mpaka sisi Waislamu tutakushangaa kwamba wewe umeokota dola 200,000 kwa maisha yako haya. Si ilikuwa usujudu tu, usijida hata shukrani kwamba alhamdulillah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Je, unatakiwa ufanye hivyo au unatakiwa ufanyeje? Tutakuja kuyaona hayo kwenye majlisi ijayo insha Allah taala. Hadha wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.